Maudhui yetu leo inshallah katika muhadhara huu nimetakiwa nizungumze mukhtasari wa tarikh kuhusu hijra. Lakini kabla kuzungumzia kuhusu tarikh ya hijra, ilianza vipi na kulipita mambo gani mpaka ikaanzishwa hii historia, kwanza kabisa tutaanza kuzungumza nini maana ya hijra. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye ni kiongozi mwenye kuongoza thaqalain, wanadamu na majini wote wanaongozwa kupitia mwongozo wa Qur'ani na kupitia mtume huyu ambaye ni khatamun nabiyina Muhammadun ibn Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Maudhui yetu leo inshallah katika muhadhara huu nimetakiwa nizungumze mukhtasari wa tarikh kuhusu hijra. Lakini kabla kuzungumzia kuhusu tarikh ya hijra, ilianza vipi na kulipita mambo gani mpaka ikaanzishwa hii historia, kwanza kabisa tutaanza kuzungumza nini maana ya hijra. Mara nyingi katika masomo ya dini huwa wengi tunaingia kufahamu hukumu za masala kabla ya kufahamu kwanza asli ya masala yenyewe. Lakini utaratibu wa elimu ni kwamba kwanza ufahamu chimbuko la jambo, kwamba asili yake ni nini, ukafahamu definition kwanza, maana yake unachokisoma, kisha kufuatia kufahamu umuhimu unachokisoma, kisha kazungumzia sasa ule uhalali wa unachokisoma, kisha mengineyo yanaingia ndani yake katika elimu. Lakini kwanza upate asili ya chimbuko la jambo. Kizungumzia kuhusu swala, usianzie kusoma pia ahkamu swala, hukumu ya kurukuu, hukumu ya kusujudu, hukumu ya kadha. Kwanza uanzie kusoma kwanza nini maana ya sala, ile swala yenyewe kwanza nini maana yake. Tunapozungumzia hijra, alhijratu, neno hili ni neno lenye asili ya Kiarabu kutokana na kitendo cha hajara yuhajiru na hajara yahjuru. Qur'ani imeeleza hata katika zile hukumu za wanandoa kwamba wanaambiwa wanaume, wale waume, ya kwamba ikiwa wataona ukorofi unatokana na wake zao, basi ziko njia za kuondoa tatizo hilo. Mojawapo akasema wahjuruhunna fil madhaji', kwamba wallati takhafuna nushuzahunna, na wale ambao nyinyi waume munahisi kutokezea ukorofi kwa wao hao wanawake, tukaambiwa kwamba fa'idhuhunna, wapeni mawaidha, kisha wahjuruhunna fil madhaji'i, na wahameni katika sehemu ya kulala. Kwa hivyo mume kumuhama mkewe sehemu ya kulala nayo pia ni hijra. Ni hijra hiyo, kwamba anahama kutoka sehemu anapolala katika asili yake na kuhamia sehemu nyingine ambayo si kawaida yake kulala pahala hapo. Hiyo pia ni hijra, na ni maana nzuri pia kuifahamu katika hijra, ili kuondosha mizozo na kuleta amani katika ndoa. Sasa hiyo ni hijra, wahjuruhunna fil madhaji'. Lakini si hayo tu, bali katika maisha ya kawaida ya kila siku, inapotokea hali ya kuwepo mizozo baina ya watu na ikawa kuna kundi linapinga haki, na kila unapowafahamisha haki hawaifahamu na kuifuata, basi inaweza kufikia wakati pia ukaruhusika kuwahama kwa wema tu, na si kuwakata, kuwahama kwa wema. Fasbir ala ma yaqulun, subiri katika yale ambayo wanayasema hao wapinzani, hao wapingaji wa haki,
ewe Muhammad alayhi salatu wasalam. Anaambiwa hivyo, kisha akaambiwa kwamba wahjurhum hajran jamila, na uwahame kuwahama kwa uzuri, kuwahama kwa wema. Kwa hivyo hijra inamaanisha maana pana sana kuliko hii tunaozungumzia kwa hivi sasa. Na maisha ya mwanadamu yako katika hali mbili, imma thabatu fil amri wa imma alhijratu fihi. Imma atabakia kuhimili katika jambo, akabakia katika utulivu wa jambo, stability katika jambo lile, kwamba hakuhama, kabakia pale pale alipo, na imma atahama kwa mujibu wa hali inapolazimu. Na hiyo ndo hijra tunazungumzia siku hii ya leo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi kuhama katika nchi ambayo amezaliwa. Kana yuhibbu watanahu, wa hadha ma yusamma bilwataniyati fil Islam. Alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaupenda mji wake aliozaliwa, na alikuwa hapendi kuhama katika mji huo. Lakini kwa kuwa zimelazimu hali nyingine, ikabidi sasa atoke na kuhama katika nchi yake, basi alifanya hijra katika tarehe 12 au 13 Septemba, mwezi wa 9 mwaka 622, ambao si wa Kiislamu. Alifanya hijra, akahama kutoka katika mji wa Maka aliozaliwa na kuhamia katika mji wa Madina, ambapo si sehemu aliozaliwa. Lakini kwa sababu tumetakiwa katika Uislamu kwamba tupende nchi ambazo tumezaliwa, tunaita hubbul watan, kupenda mtu nchi yako uliozaliwa. Na hii ni sehemu nzuri katika mapenzi na katika imani kwa Muislamu, kupenda nchi yake aliyozaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno mazuri sana ya kusikitisha, ya kuonesha kwamba yeye alikuwa ni ibn al-watan, ni mtoto aliyezaliwa katika mji ule na anaupenda mji ule ambao amezaliwa. Tunaita kwa lugha ya kisasa kwamba ni uzalendo, kupenda mtu pahala ambapo amezaliwa, al-wataniya. Akageuka siku hiyo katika mji ambao anauhama, mji wa Maka, akasema kuambia ule mji ya kwamba ya Makkatu anti ahabbul biladi ilayya, ewe mji wa Maka, hakika wewe mji ni katika miji ambayo inapendeza sana katika moyo wangu. Walaula anna qaumaki akhrajuni lama kharajtu, na kama lau si watu wako wewe mji huu wa Maka kunitoa katika mji huu, kunisababisha mimi nihame katika mji huu, kama si watu wako wewe mji huu, basi nakuapia ewe mji wa Maka, wallahi nisingelihama, nisingehama. Kuonesha kwamba kana yuhibbu watana, anaondoka wa haninu qalbihi yakhsha qalbahu, hali ya kuwa ile huzuni katika moyo imeujaa ule moyo, anatamani kubakia, lakini abaki vipi na hali hairuhusu. Ndipo hapo ikaanza hijra ya kuhama kutoka mji wa Maka kuelekea katika mji wa Madina. Kwa mwaka huo wa kizungu ulikuwa ni mwaka 622, leo tuko mwaka 2025. Kwa hivyo ni zamani sana. Lakini juu ya hayo, kwa mwezi wa Kiislamu ilikuwa ni mwezi wa Safar. Baada ya Muharram, mwaka mfungo 4, tunafuatia Safar. Na aliingia katika mji wa Madina katika mwezi uliofuatia, mwaka mwezi wa Rabiu al-Awwal, mfungo 6. Ameingia tarehe 12, mwaka mwezi 12, mwezi 12 kwa na tarehe 12 Rabiul Awwal, mfungo 6, ndio aliingia kule. Mwaka huo huo wa kizungu tunasema mwaka 622 aliingia, na ilikuwa siku ya Ijumaa. Na alipoondoka mji wa Maka ilikuwa ni siku ya Ijumaa pia, maana usiku wa Ijumaa kuamkia Jumamosi.
Sasa mafunzo katika haya, tuingie katika mafunzo moja kwa moja. Adurusu wal ibaru, mazingatio katika mambo haya ya hijra, ya kuhama kutoka Maka kuelekea Madina ni mengi sana. Lakini jambo la mwanzo, nataallamu mabda ashura, tujifunze kwanza jambo la kushauriana, jambo la muhimu la kushauriana. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala kwa mukhtasari wa aya kwamba wa amruhum shura bainahum, katika surati Shura, kwamba mambo ya Waislamu yanatakiwa yawe kwa kushauriana. Wa amruhum, na jambo lao waumini ni shura, ni kushauriana, bainahum, baina yao, si kuamua mtu peke yake. Na mara nyingi migogoro inatokezea baina ya watu au baina ya Waislamu kwa sababu ya kuwepo maamuzi ya mtu mmoja katika jambo ambalo inatakiwa kushauriana baina ya watu. Ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumsifu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kwamba fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumsifu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kwa sababu kutokana na rehma za Mola wako subhanahu wa ta'ala, linta lahum, umekuwa moyo wako ni laini sana e Muhammad kwa watu wako. Walau kunta, na lau kama ungelikuwa e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadhan, ni mtu mkali wa mazungumzo, ungekuwa ni mkali wa maneno, una lugha mbaya kwa watu. Ghalidhal qalbi, ungelikuwa ni mgumu wa moyo, ungelikuwa ni mgumu wa moyo, basi lanfadhu min haulika, ay la harabu min haulika watafarraqu, basi watu wangekukimbia mara moja, usingepata wafuasi katika jambo lako ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Kisha kaambia kwamba fa'fu anhum, basi wasamehe watu wako, kuwa msamehevu. Kisha wastaghfir lahum, na uwaombee msamaha kwa Mwenyezi Mungu wakikosea watu. Lakini leo watu hawasameheani, wanakaa miaka watu wana ugomvi, hawasameheani. Baadhi yao husema hasa, mimi huyu fulani alivyonikosea, hata shuke Jibril niambie msamehe, usimsamehe. Baadhi yao husema kwamba hata shuke Qur'ani hasa niambie msamehe huyu, simsamehe. Na'udhu billahi min sharri ma yaqulun, ni shari mbaya mno katika maelezo haya. Kwa hivyo fa'fu anhum, kwanza kuwa msamehevu kwa watu, kisha wastaghfir lahum, na uombe msamaha waliokukosea. Ndo akasema kwamba Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Anaudhiwa na watu wakati ule katika mji wa Maka, yeye anasema kwamba e Mola wangu, wasamehe kaumu yangu hawa, fa innahum la ya'lamun, hakika hawa hawafahamu. Maskini hawa ni watu ambao hawajui. Kwa Mola wangu kiwaadhibu hawa mtihani, hawajui hawa, kwa na kuomba uwasamehe kwa walionikosea. Yani badala ya wao kuomba msamaha kwa waliokosea, aliyekosewa ndio anaomba msamaha, kuwaombea msamaha waliomkosea. Ni huruma iliyoje hii kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kisha kaambia fa idha azamta fatawakkal ala Allah, na ukiazimia katika jambo lolote, ukiwa na azma ya jambo, ukiamua maamuzi katika jambo lako lolote, basi jambo la kwanza fatawakkal ala Allah, mtegemee Mwenyezi Mungu, fanya tawakkul ala Allah. Na katika mpango mkubwa wa hijra kulikuwa kuna mambo yote hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya kisasi kwa kuwa na hama basi akamuue mtu aliyemkosea, au aache ujumbe matusi katika chumba chake au nyumba yake kwamba fulani wewe kadha na kadha, au aache pengine uadui kwa watu, bali ameondoka hali ya kuwa hakumkosea mtu yeyote, bali ameondoka hali ya kuwa amewasamehe waliomkosea. Kisha katawakal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na alifanya ushauri kwa baadhi ya watu ambao ni wakaribu mno kwake, aqrabu nasi ilayhi.
na katika hao ni sahibu yake wa karibu ambaye pia ni mkwewe Abu Bakr as-Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa radhiyallahu ta'ala. Alikaa naye shura, akapanga naye mipango mbalimbali, na haya ni mafunzo makubwa katika hijra, kwamba Waislamu tunatakiwa katika maisha yetu, kabla ya kuanza kufanya mambo, kwanza tupange kuhusu mambo hayo. Mambo ya planning, kwanza unaweka mpango mkakati, tunataka kufanya jambo hili, hiyo ni azma unaifanya, lakini kwanza unaweka mpango. Baada ya kushauriana na wenzako ambao mnakubaliana katika rai, wenye ufahamu katika kushauri, hao ndio washauri tena ambao ni waaminifu, kwa sababu kimshauri mtu ambaye hana uaminifu, basi atafanya mkakati wa kuharibu mpango wako kabla mpango haujaanza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mipango yake kwanza aliweka siri kubwa sana, kisha akamshauri mtu wa karibu mno na msiri wake mkubwa, sahaba au sahabiyun Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Wakaweka siri, kisha baada ya hapo wakaweka mpango mwingine sasa, mpango wa kutunza na kulinda amana za watu, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mshika hazina mkubwa katika mji wa Maka. Japokuwa Quraysh Maka, wale Quraysh wa Maka walikuwa hawamwamini, disbelief, hawamini mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ni mtume, hawamini wewe. Lakini juu ya hayo Makuraishi wote kwa itifaki ya wote katika Makuraishi wanakubaliana ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa kubwa sana mbili, kwamba hizo hazina ikhtilafu yoyote, kwamba alikuwa ni as-sadiqu al-amin. As-sadiqu al-amin, alikuwa ni mkweli na ni mwaminifu. Na kwa sifa mbili hizi ndio Makuraishi wa Maka walikuwa hata wao kwa wao hawaaminiani katika swala la mali. Mambo ya amana zote walikuwa wakikabidhi kwa nani? Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwekee amana zetu, nitunzie pesa zangu, nitunzie dhahabu zangu, nitunzie fedha zangu. Mambo ya utume pale, wewe si mtume, wewe mwendawazimu, wewe mshairi, wewe kadha. Yaani kwenye swala la amana ya pesa, amana ya mali, basi walikuwa wanapeleka kuzitunza kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kabla ya hijra, mtume sallallahu alaihi wasallam alichofanya ni kwamba istadaa Aliyan ibn Abi Talib, alimuita kwa njia ya siri, istadaa sirran wa khifya. Alikuwa katika hali ya kuwa na usiri mkubwa sana, akamuita Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karrama Allahu wajhahu, akamuita kwa siri, kisha akamkabidhi amana zile usiku ambao anaelekea kuhama. Hakumpa mapema sana, siku ya mwisho kwamba anahama siku hiyo, anamkabidhi amana za watu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ni mwaminifu na mtunza siri mkubwa sana. Na siku hiyo Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alipewa maelekezo pia ya kiusalama, kulinda usalama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na usalama wa eneo la nyumba yake anayoishi. Kwa sababu siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana maswahaba waaminifu wengine ambao kazi yao ni kuangalia taarifa za kiintelijensia katika jamii. Yaani hii mifumo yote hii tunayojua duniani hii, mifumo yote ya kulinda mazingira ya watu, mifumo ya kulinda nchi, ya kulinda usalama wa watu, kulinda mali za watu, hayo yote yamo katika Uislamu. Hao ambao si Waislamu waliyasoma kupitia Uislamu, ndio na wao wakatafsiri kwa lugha zao. Sasa wakaweka elimu ya intelijensia, sio elimu ya saikolojia. Hayo yote yamo katika Uislamu, yote na chimbuko lake hili. Angalia mfano Nabiiullah Suleiman alayhi salam, Suleiman bin Daud, katika surati Namli
Pameelezwa pia habari za kuchukua taarifa za kiusalama na kujua hali ya nchi au hali ya kiuongozi katika eneo. Alikuwa Nabii Suleiman alayhi salam anamtumia ndege akiitwa Hudhud katika kutafuta taarifa mbalimbali za kiintelijensia. Na ndio siku hiyo sasa alipokuwa ndege yule haonekani, sababu kawaida katika nidhamu ya jeshi, nidhamu ya idara, nidhamu ya kazi, nidhamu ya ofisi, hata nidhamu ya familia, ndivyo ilivyo kwamba anapotoka mmoja katika wale watumishi wa lile eneo au mmoja katika raia wa lile eneo, ni lazima aombe ruhusa au atoe taarifa kwa mkuu wake wa pahala pale. Ndio mfumo ulivyo. Kama kuna imamu mkuu katika msikiti, mfano imamu msaidizi na dharura haji kusalisha siku hiyo, inabidi atoe taarifa kwa nani? Kwa imamu mkuu. Sio yeye atafute mtu mwingine kumweka pahala pale. Sio taratibu katika dini kwamba jukumu hili ni lako wewe, umepangiwa. Kwa hivyo ili ufanye mabadiliko katika jukumu, ni lazima urudi kwa mkuu wako aliyokupangia, umpe taarifa za dharura, kisha yeye ima apange mtu mwingine au yeye akuruhusu utafute mtu mwingine utamfahamu na unayemwamini. Ndio mfumo wa idara ulivyo. Kwa hivyo watafaqada tayra. Siku Nabii Suleiman alimkosa yule ndege, kamtafuta hamuoni yule ndege Hudhud. Kwa kuwa yeye ni kiongozi, hakutoa maamuzi pale pale. Akajiuliza kwanza, faqala ma liya la ara alhudhud am kana min alghaibin, mbona mimi simuoni huyu Hudhud huyu, au amekuwa katika waliotoroka eneo hili hawapo? Hakusema kwamba mbona Hudhud hayupo. Angalia lugha zenye heshima katika maelezo. Na ni mafunzo ya hijra, mafunzo ya lugha sahihi, lugha ambayo haimjeruhi mtu unayeongea naye. Nabii Suleiman alayhi salam hakusema kwamba mbona Hudhud hayupo, anajituhumu yeye pengine haoni vizuri. Anasema kwamba mali ya la ara alhudhud, mbona mimi simuoni Hudhud hapa. Hakusema mbona Hudhud hayupo hapa, kwa sababu ni lugha mbili tofauti. Kwamba yeye ameangalia hamuoni katika jeshi, lakini kwa sababu hana uhakika, huenda hakuona vizuri, pengine yupo nyuma ya ndege mwingine, nyuma mnyama mwingine, nyuma binadamu, yuko juu, yuko chini, pengine hakumuona vizuri, yupo. Kwa wakaweka sehemu ya udhuru hivi, mbona mimi simuoni Hudhud hapa, au amekuwa katika waliokuwa hawapo katika hadhara hii. Akaweka sasa utaratibu mwingine wa nidhamu, na hizo ndio procedure za kiuongozi, kwamba taratibu za kiuongozi, kwamba inapokuwa kwamba mtumishi wako amefanya kosa, basi usiweke kwamba hukumu ya adabu aina moja tu, kwamba akirudi huyu leo kazi hana. Usiseme hivyo. Au mke ameondoka nyumbani, hakutoa ruhusa, hakuomba ruhusa kwa mumewe. Mume siseme kwamba mke wangu kwa kuwa ameondoka hajaomba ruhusa hapa, akirudi tu talaka yake. Sio taratibu. Akirudi tu si mke wangu tena huyo. Makosa haya. Weka nyudhuru mbalimbali, kwamba akirudi huyu ima anipe hoja za msingi, alikuwa pahala gani, alikuwa na udhuru gani, mbona hakuniaga leo, mtampa adhabu ya kiwango fulani kwa leo. Unaweka option, uteuzi wa adhabu tofauti au hukumu tofauti, usiweke adhabu tupu. Huenda akaja na msingi wa hoja na ushahidi kuadhibu na kutekeleza adhabu kashindwa. Kwa akasema Nabii Suleiman kwamba la uadhibannahu adhaban shadidan, nitamwadhibu adhabu kali, au la adhbahannahu, au nitamchinja. Nayo pia ni adhabu hii, kuchinjwa, lakini akasema kwanza nitampa adhabu kali au nitamchinja, au la yatiyanni bisultanin mubin, au anijia hapa huyo Hudhud hali ya kuwa ana hoja za msingi, ana hoja za maana kwamba alikuwa pahala gani na kaondoka bila taarifa. Na alipokuja Hudhud alikuja na hoja ya tatu ya msingi,
Kwa hivyo hukumu mbili hizi hazikumpata, hakuadhibiwa wala hakuchinjwa. Amekuja na hoja za wazi kwamba alikuwa wapi. Na katika moja ya hoja za msingi, inirudi katika mada yangu hapa, alisema kwamba ahattu bima lam tuhitu bihi. Kafika hudi tu karipote kwa mkuu wake wa kazi Nabii Suleiman, na maelezo yake ya mwanzo akamwambia kwamba ahattu bima lam tuhitu bihi, kwamba nimekusanya taarifa ambazo wewe hujazikusanya. Maka anajiamini, ana confidence ya kutosha kwamba mimi nina hakika taarifa hizi, mkuu wangu wa kazi hana taarifa hizi. Anamwambia kwamba nimekusanya taarifa ambazo wewe huna taarifa hizo. Akaanza kumweleza taarifa zenyewe. Moja ya taarifa hizo ni kwamba amekwenda katika mji wa Sabai huko, akakuta yule malkia ana jeshi kubwa sana, ana arshi kubwa sana, kiti cha umalkia cha ufalme, na yeye na watu wake wanaabudia jua kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na taarifa hizo kweli Nabii Suleiman alikuwa hana. Majini wake wale wote wanaofanya kazi chini ya amri yake, taarifa hizo hawana. Kwa hivyo ni hoja ya msingi ambayo wote katika jeshi hawana. Kwa hivyo haya ni katika maelezo kwamba tunatakiwa tuwe na utaratibu wa nidhamu na mipango ya kutunza siri. Kwa hivyo taarifa hizo akapewa Ali ibn Abi Talib katika hijra, kwamba kuna amana za watu kadhaa, wakija hawa wakabidhi amana zao. Kisha yeye akaondoka na Abubakar usiku kwa usiku. Tunajifunza katika hijra swala la mipango na kutunza siri za kazi au siri za taarifa maalum, ima za familia, ikiwa za ndoa, za maisha ya mtu. Mambo mengine si kuhadithia watu, yafiche mengine. Kuna baadhi ya watu taarifa zote za familia ziko kwa jirani wote, yeye na mkewe wako hivi, watoto wake hivi, jana akafanya hivi, kesho atafanya vile. Hii ni shida katika maisha. Ni lazima tujifunze kutunza siri za maisha, ila pakilazimu kutoa taarifa kwa dharura na kwa haja maalum, hapo ni dharura, itafanyika. Kwa Sayyidina Ali bin Abi Talib akapewa amana zile na akalala katika kitanda au godoro la Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo, usiku huo. Na kulikuwa kuna mpango umeandaliwa maalum siku hiyo ya kwamba wale Makuraishi wa Makkah qad jama'u sibyanahum wa shubbanahum wa ala kaffi kulli minhum sayfun haddun. Walifanya mpango mkakati siku hiyo Makuraishi wa Makkah, wakakusanya kundi la vijana wengi sana, na kila mmoja katika hao amekamata upanga mkali mno, kwamba siku hiyo namsubiria mtume atoke ndani ya nyumba hiyo, kwamba akitoka tu basi wamvamie kwa mapanga yao wote kwa pamoja, wampigie pigo moja tu kwa pamoja wote, wammalize, sibaki katika uhai tena. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin, kama vile ambavyo innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida, kwamba wao wanafanya mikakati, wanafanya mbinu, wanafanya hila mbalimbali ili wamtoe mtume, wamfukuze au wamuue. wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka au yukhrijuka au yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kwa hivyo Allah mtukufu siku hiyo alimtoa mapema sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya wao kufika pahala pale. Kwa hivyo akabakia Ali bin Abi Talib, wakichungulia jamaa pale katika chumba kile, wanamuona mtume yupo, kumbe si mtume yule. Amelala katika godoro lile ni Ali bin Abi Talib, kwa nasubiria atoke pale, kumbe hayumo, zamani sana kishaondoka. Ameelekea wapi? Ameelekea katika njia ambayo si kawaida kupitiwa na watu. Wakhtafa fil ghari, alipofika kule Mtume sallallahu alaihi wasallam akajificha katika pango juu ya mlima katika Jabal Thawr, mlima mrefu sana. Wamekwenda usiku kwa usiku wakiwa wawili tu ya Abubakar, wakajificha idhhuma fil ghari. Qur'ani imeeleza
wakawa katika lile pango usiku ule, maswahaba wamebakia katika mazingira, kila mmoja na kazi yake. Ali ibn Abi Talib amana za watu na kubakia pahala pale, ili kwamba wakija Makuraishi kuchungulia pale waone kwamba Muhammad yupo, hajatoka. Na kwa kuwa walifanana na sura zao zinafanana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wachungulia na ndo Muhammad yule, bado yumo, anasubiria pale. Inafika alfajiri pale, mapambazuka anatoka, kumbe ni Ali ibn Abi Talib. Wanamuuliza Makuraishi wa Maka kwamba aina Muhammadun, yuko wapi Muhammad? Anasema sijui Muhammad aliko, sijui Muhammad aliko. Wakamtisha, alivyomtisha ile eleze ukweli, akasema sijui Muhammad aliko, hakutoa taarifa. Lakini leo mimi na wewe watujie watu unamtafuta mtu penye jirani pale, unajua sasa yumo ndani mwako, akajificha chini ya mfungu wako pale. Yuko wapi bwana fulani hapo, mapanga haya hapo, utasema sijui aliko, utasema pote ile bora wamuue, yumo bwana, yumo, piteni hapo, kwa sababu ya kuokoa uhai wako. Yeye akasema sijui aliko. Ikabidi sasa wale Makuraishi wa Maka wakatafuta mtu wa kunusa harufu, wakamkodi kwa gharama, alimradi kwamba wafikishe pale ambapo alipo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawachukua mtu yule kuwapeleka pahala pale. Na zamani kuwa kuna elimu maalum ya utambuzi wa harufu za watu. Elimu hiyo hatuijui sisi, ambayo elimu hiyo mbwa wanayo kimaumbile. Mbwa ana uwezo kunusa harufu ya kitu alichofundishwa kunusa, na kajua kwamba kitu hicho kiko pala fulani. Na ndio maana hata duniani hapa wataalamu wa masuala yote ya kiutafiti, ya kiusalama, ya uchunguzi wa taarifa, basi wanatumia mafunzo yao, na lazima pia watumie mbwa. Wale mbwa wa polisi wanafunzwa wale. Wanajua uwezo wa kunusa vitu mbalimbali, kutofautisha mbali harufu ya mwizi huyu mtu wa kawaida. Wanafunzwa elimu mpaka ya saikolojia hawa mbwa, kumtambua huyu mtu kwa wasiwasi aliokuwa nao, huyu mwizi. Wanajua. Kwa hivyo wakanusa harufu ile mpaka pahala juu ya pango lile. Walipofika pahala pale, wakiangalia juu ya lile pango, wanaona kwamba hakuna ishara yoyote ya kwamba ndani ya pango hili kuna watu. Hakuna ishara hiyo. Wakiangalia eneo lile limekaliwa na wadudu, limefanyiwa wale wadudu wamejenga pahala pale, kuna ndege wametaga, japo pana riwaya kwamba haikuthibiti. Almuhimu kwamba pana mazingira ya kwamba hakuna ishara yoyote kwamba kuna mtu au kuna watu wameingia ndani ya pango hili katika usiku huo. Hakuna alama hizo. Alama za miguu hakuna. Ile bwana anawaambia kwamba humu ndimo walimo hawa watu wawili, ingieni humo. Kwa sababu Allah mtukufu ndiye ambaye amesema kwamba wallahu ya'asimuka minan nas, na Allah ndiye ambaye atakulinda ewe Muhammad kutokana na shari na vitimbi vya watu. Kwa hivyo Allah akamlinda, katekeleza ahadi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakari wakati ule radhiallahu anhu anaangalia juu, anaona vidole vya wale Makuraishi vinaning'inia katika ile pango, wako juu. Kiangalia anaona wale pale vidole vyao vile pale, ncha za vidole vyao. Anasema ya Rasulullah, kwamba hawa watu akichungulia tu, mmoja akichungulia hivi tu atatuona. Yani wao wanaangalia pale lakini hawaoni. Kama lao wangesogea hivi kisha akachungulia, angewaona kwenye upande ule. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala fa asammahum wa a'ma absara, kawatia kama vile mfano wa upofu, macho hayaoni. Hawakushughulikia kuangalia kwa undani, kwa kina, kuna nini mule ndani. Wakadharau, wakaondoka zao. Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu wakati ule ameingia moyo wake hali ya hofu fulani hivi, wasiwasi mwa kibinadamu. Ana imani lakini imemwingia hofu kwa kuwa mazingira hayako salama tena. Sauti zao hizo hapo, kundi la watu, miguu yao inaonekana ncha za vidole vyao.
Akafikiria akamwambia Rasulullah, sasa hao washafika, utafanya nini ya Rasulullah? Akajibu Mtume SAW kumwambia Abubakar ya kwamba ya Aba Bakarin, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, nini hofu yako wewe, ni ipi dhana yako wewe Abubakar, kwamba sisi watu wawili watatu yetu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Una hofu gani baada ya kuwa sisi ni wawili, lakini watatu yetu sisi ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika. Adna tunakuja chini ya hawa watatu. Wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kan, kwa maana hapana sehemu yoyote ya kikao cha siri wakakaa watu watatu isipokuwa wanne wao ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala wakiwa watano isipokuwa sita wao ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata wakiwa chini ya idadi hiyo, lakini chini ya 4 au chini ya 3, basi ujue Allah yuko pamoja nao, tena aina makano, popote pale walipo. Baada ya kuambiwa hayo, ndipo pale zikashuka aya ya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha utulivu, fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Allah mtukufu aliteremsha, alishusha utulivu kwa Abubakar. Samahani kidogo. Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, aliteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sakinatahu, utulivu wake Mwenyezi Mungu. Ndio tunazungumzia katika maisha, kila mmoja anahitaji amani na utulivu. Katika pango pale ilikuwa tayari amani inakosekana, utulivu wa kinafsi haupo tena kwa Abubakar radhiallahu ta'ala. Ameingia na hali na hofu. Kwa hivyo Allah mtukufu akateremsha utulivu. Idh yughashikum amanatan minhu, anashusha Mwenyezi Mungu amanatan, utulivu, nuasan, hali ya kusinzia ikampa utulivu Mtume na masahaba zake katika vita. Baada ya kubakia pale katika lile pango, walibakia kwa muda wa siku 3. Makatha fil ghari 3 layalin, walibakia pale siku 3, kuanzia ule siku Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Jumatatu ndio ikaanza safari yao. Na ndio maana somo ya sunna Jumatatu ni sunna muhimu sana. Matukio mengi katika historia yalikuwa katika siku ya Jumatatu, ikiwemo swala hili la hijra limeanza katika siku ya Jumatatu asli, ijapokuwa kuanzia nyumbani ilianza siku ya Ijumaa, na ni Jumatatu ikaanza kusafari kutoka katika pango kuelekea katika mji mtukufu wa Madina. Na pia siku ya Ijumaa ni Sayyidul Ayyam, ndio bwana wa siku zote 7 katika wiki, au siku 6 zobakia ukitoa hii Ijumaa yenyewe. Amesema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ayyami yaumul jum'a, kwamba bwana wa masiku, mtawala wa siku zote ni siku ya Ijumaa, sababu siku hiyo pia ndio siku ambayo aliumbwa Adam alayhi salam. Na pia hijra ilianza katika siku hiyo ya Ijumaa nyumbani. Jumatatu ni kuanzia katika pango kuelekea katika mji wa Madina. Kufika Madina pia ilikuwa siku ya Ijumaa. Yote haya ni katika matukio muhimu sana kuzingatia. Kwa hivyo katika moja ya mpango muhimu sana, na ni katika mafunzo makubwa sana wakati ambapo wakiwa katika pango Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar radhiallahu ta'ala anhu, kuliwekwa mpango maalum
wa kuangalia usalama maswahaba waliobakia katika nchi na kuangalia usalama wa mtume na sahaba Abubakar radhiallahu ta'ala anhu katika pango na kuangalia pia yale mahitaji ya lazima ikiwemo chakula na ikiwemo pia taarifa za usalama wa wao au wao hao. Katika chakula paliwekwa utaratibu wa kupelekewa chakula usiku kwa usiku kupitia binti wa Abi Bakar akiitwa Asma bintu Abi Bakarin As-Siddiq. Anapeleka chakula wakati wa usiku katika pango juu ya mlima. Angalia malezi ya maswahaba yalivyokuwa, kwamba hii ni hali ya hofu, lakini kwa mafunzo na kimaadili kuna maadili yamejengwa kwa binti huyu, maadili ya ushujaa, maadili ya kutunza siri, maadili ya kuwa na nguvu na ukakamavu. Baki sehemu hiyo si ndogo kutembea kwa miguu, na mlima huo waliokwenda Maka wanaojua si mdogo kupanda kwa miguu mpaka kufika juu ya mlima. Kisha huyu binti, mtoto wa kike huyo, ndio kwanza balighi, anapeleka chakula usiku kwa usiku akiwa peke yake. Leo watoto wetu wa kiume sisi, acha wa kike, wa kiume umtume dukani usiku, pengine akwambia siwezi kwenda dukani usiku, naogopa. Unaogopa nini? Pale pana mbwa mkali pale, mbwa mkali. Huyu mtoto wa kike hakuogopa maudhi ya Makuraishi wala vitisho vyao, wala hakutoa taarifa za siri kwa mtu yeyote. Lakini kwa bahati mbaya kwamba siku hizi imekuwa hata wanaume, zamani ilikuwa kwamba wanawake wengi hawatunzi siri lakini siku hizi wanaume wengi pia hawatunzi siri kuliko wanawake. Tusame na kipondo halisia ulivyo, kwamba tumekuwa sisi wanaume pia nao hatutunzi siri zetu sisi wala za wengine. Wengi wetu tunashindwa kutunza siri. Kwa hivyo mwanamke huyu, binti huyu Asma binti Bakar, anatoka na chakula mpaka katika lile pango, anapeleka chakula na kuwakabidhi usiku kwa usiku kwa siri, hajui mtu yoyote, kwa mpango wa kulinda amana za watu. Ali ibn Abi Talib na mpango wa njia pia walitumia wataalamu wengineo wanaoaminika kujua njia ya kupita mpaka kufika kule, akiwemo Abdullah ibn Urayqit, wakapita pahala. Wakati huo pia mpango wa chakula kwa binti huyu. Sasa kwa kuwa pana hofiwa kiusalama wakati ule kwamba wanaweza Makuraishi hawa wakarudi kwa mara nyingine tena kuhakikisha kwamba je, Muhammad yumo katika pango hayumo mle. Kwa hivyo ikawa sasa ukawekwa mpango mwingine wa 4 wa kulinda usalama wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Abubakar na kulinda usalama wa analeta chakula wakati wa usiku Asma binti Abi Bakar. Alikuwepo sahaba mmoja ambaye yeye alikuwa ni mfugaji, ni mtaalamu wa mifugo, si msomi sana, ni mtaalamu katika masuala ya mifugo na mambo ya ufugaji wa wanyama. Kwa hivyo yeye akapewa jukumu jingine kabla mipango kabla huko, kwamba kila atapopita huyu binti kuelekea katika ile eneo la mlima Jabal Ghari Thawr au Jabal Thawr, akipita kwenda hivi, basi na yeye pia atoke na wanyama wake, asukume wanyama wake wapite katika eneo lile alilopita yule mwanamke binti. Sahaba huyu akiitwa Amir ibn Fuhaira, kwa sababu wale wanyama wataondosha na kufuta nini? Kufuta zile alama za kwamba alipita mtu siku huwa leo. Kwa hivyo alama na harufu inafutika mara moja. Ikiwa ni alama wataona kwato za mbuzi na kondoo, ikiwa harufu watakuta harufu ya mbuzi na kondoo. Hakuna zaidi ya hilo.
wanapoteza mwelekeo wa kutambua pale walipo Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abubakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kwa hivyo hakuna aliyejua kwamba kuna watu wanakwenda katika eneo lile au wamo katika eneo lile. Huo ni mpango mkakati mzuri sana. Lakini juu ya hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari ameshatanguliza baadhi ya maswahaba. Walitangulia baadhi ya maswahaba mapema ili kuweka maandalizi ya mapokezi kule na taarifa maalum za hijra, ili anapofika katika mji wa Maka, mji wa Madina afwan, basi iwepo hali ya mapokezi maalum, mapokezi rasmi kwa lugha ile tunasema. Na ndio maana maswahaba walitoka siku hiyo ya kupokea Mtume sallallahu alaihi wasallam, walitoka makundi kwa makundi, watu wazima, wazee, walitoka vijana, walitoka watoto, wakatoka vikongwe, wanawake, mpaka wale vijakazi katika nyumba zao walitoka, na barabara za mji ule zote zikajaa watu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kumpokea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hayo mambo tunazungumza haya ndio kwa lugha ya kisasa tunaita kwa lugha ya kisasa kwamba ni mambo ya itifaki, protocol. Ndio hivyo inavyokuwa, kwamba anaingia kiongozi pahala, ni lazima taarifa ziwepo kwa baadhi ya watu. Si watu wote nchi nzima wapate taarifa, hapana. Ni watu muhimu watapewa taarifa kwa hatua ya mwanzo, ili wafanye maandalizi ya kumpokea, ili maandalizi yake pia yawe katika hadhi inayolingana naye. Haikuwa heshima kwamba kumpokea mtume mpokee watu wawili tu, hapana, si heshima. Wakatoka watu makundi kwa makundi, kwa hali zao, kwa mali zao, kuja kumpokea mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na akafika katika nyumba ya sahaba al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Pashandaliwa pala pa kufikia, wakakaa shura maswahaba. Ngamia yule akafika pala maalum, maswahaba wakaanza kuvutana kidogo, kugombania, kila mmoja anataka sharaf, utukufu na ubora na heshima ya kwamba yeye ndo kampokea hasa yule ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanamwelekeza ngamia kwamba ashuke pahala fulani, aende nyumba za watu fulani, lakini ngamia yule alikataa kusimama popote isipokuwa pahala maalum, kwa kuwa ameelekezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, da'uha fa innaha ma'mura. Lakini kubwa katika mafunzo utukufu wa Islam, kwa kumalizia, dakika zimebakia chache, ni yale matukio ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya katika mji wa Madina, ambapo moja katika hayo, kwanza tunajifunza swala la kujenga umoja katika jamii, umoja na mshikamano. Alipofika kule alifanya mambo mengi sana, lakini katika hayo almuakhatu au akha baina almuhajirin wal ansar, alitengeneza udugu wa kupanga, udugu wa kutengenezwa baina ya muhajirina na baina ya ansar. Ikafikia pahala katika imani zao wale watu wa Madina walikuwa ni watu wenye imani thabiti sana, wenye imani na mapenzi kwa wenzao, kiasi ambacho walijitolea mali zao mpaka kufikia kutoa hata mtu anatoa mkewe kwa kumwacha mkewe ili aje kuolewa na mtu mwingine katika waliohama, kwa sababu walikuwa wameacha wengine, baadhi yao wake zao, wameacha mali zao, wanaanza maisha upya katika mji ambao si wa kwao, hapakuwa pahala pao, ni wageni katika mji ule. Walihitaji msaada wa hali na mali kwa uaminifu na hali ya juu. Kwa hivyo wakajitolea. Yuhibbuna man hajara ilayhi, walikuwa wanawapenda wale ambao wanahamia kwao, na wanawapa katika mali zao, walau kana bihim khasasa, japokuwa na wao pia wanahitajia zile mali. Hakuna ambaye hapendi mali bwana, hata mmoja, wote wanapenda mali. Tofauti kwamba ni tofauti ya viwango vya kupendelea mali yenyewe.
Alfitratu albashariya kullu insanin yuhibbu almal, maumbile ya kibinadamu ni kwamba kila binadamu anapenda mali, hata awe shekhe anapenda mali. Ana mahitaji yule, anahitaji kununua vyakula yule, anahitaji kuwa na usafiri, pengine lazima apate mali. Na mali si pesa tu, hata kuwa na usafiri pia ni mali. Ukiona baskeli ni mali, una Vespa ni mali, bali hata ukiwa na miguu yako ni mali, ni usafiri nao vile. Ile miguu ni usafiri nao, ni mali. Kwa hivyo kujenga umoja baina ya watu. Jambo jingine pia ni swala zima la kuondosha migogoro au la kutatua migogoro, conflict negotiation. Kitu muhimu sana kwamba jamii yoyote inayokuwa ina migongano, ina mizozo, ima kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya rangi, matabaka yao, utaifa wao, udini wao, basi haya ni lazima migogoro yake iondoshwe. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina aliweka mikataba ya namna ya kuishi au mifumo ya kuamiliana baina ya waliohama kuhamia kule na baina ya waliopokea, bali na baina ya Waislamu na Mayahudi wa Madina. Kama vile leo kimataifa unasikia una mikataba ya kimataifa inawekwa, unatiliana saini baina ya mataifa mbalimbali ili waweze kuishi kwa salama na amani na utulivu. Mikataba inafungwa baina ya nchi na nchi nyingine, kwamba ilimradi tu kwamba kila upande uwe una haki ya kuishi kwa usalama na amani. Kwa Mayahudi wa Madina wale, Banu Quraidha, Banu Qainuqa na wengineo, walikuwa na mikataba maalum na Waislamu ili kuweza kuishi baina ya watu wa dini tofauti katika nchi ile ya Madina, katika hali ya kustahamiliana, katika hali ya kuelewana, na katika hali ya kunusuriana na kusaidiana. Wala ubaguzi wa dini haukuwepo. Na ukisoma takriban katiba zote za duniani, katiba hizi za nchi zote duniani, utakuta kuna kipengele kinazungumza ambacho wengi huwa hatukifahamu kipengele kile, kwamba kila mtu ana haki na uhuru wa kuabudu. Mfano, tunafahamu tofauti kwa sababu maana tunaruhusu ukafiri hapa, tunaruhusu hapana. Kipengele kile katika asli hakiruhusu kukufuru, hakiruhusu kukufuru. Kimeruhusu uhuru wa kuabudu watu kwa mila zao, kwa kuwa wao wana dini zao na sisi tuna dini yetu. Na huu ndio mfumo wa Qur'an ulivyokuja, sio siasa hii. Hii ndio dini yenyewe. Katika surati al-Kafirun aliambiwa Mtume aseme nini? Kwamba qul ya ayyuhal kafirun, kwamba sema enyi ambao mlio kufuru, la a'budu ma ta'budun, kwamba mimi siabudu mnacho kiabudu, wala antum aabiduna ma a'budu. Sivyo jamani? Kwamba wala nyinyi hamwabudu ninacho kiabudu, wala sintoabudu mnacho kiabudu, wala hamtoabudu ninacho kiabudu. Mwisho akasema kwamba lakum dinukum waliya dini. Lakum dinukum, kwamba nyinyi muna dini yenu na mimi nina dini yangu. Je, ukafiri ni dini si dini? Bwana tuseme ukafiri ni dini si dini? Ni dini, lakini si dini ya haki. Basi ndio aliposema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba inna dina inda Allahi alislam, kwamba hakika dini, ndio maana ina alif na lam pale. Inna dina, inna ad-din, ad-din alif na lam, kwamba hakika dini ya haki, dini ya kweli mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Ya Uislamu. Lakini waliokuwa wanaabudu mengineyo tuwalinganie kwa hekima, si kulazimisha. Lazima usilimu hivi sasa, panga ili hapa, sema la ilaha illa Allah kuwa sasa hivi. La ikraha, si tunasoma aya hizo sio? La ikraha fi dini, ila dini pia na alif na lam.
la ikraha fi dini, kwamba hakuna kulazimisha katika dini, kwamba lazima leo utake usitake, bina kuua usikuua leo silimu. Hapana, mfundishe mpaka silimu mwenyewe, kwa sababu utaratibu wa dini ya Kiislamu ni kwamba hakuna kumlazimisha mtu katika dini, kwamba asilimu kwa khiari yake mwenyewe. Haya yote yamewekwa katika dini kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulinda amani na utulivu katika jamii ya watu. Kwa sababu ingelikuwa mfano kwamba mtu ambaye anaishi na Waislamu lazima tumlazimishe asilimu, tayib, ingekuwa hivyo. Mfano imagine, ingekuwa hivyo, ametoka Muislamu ameenda kuishi nchi ambayo wanaishi ambao si Waislamu, na wao wakafanya maamuzi kama haya Waislamu, na lazimisha watu wetu wasilimu kwa lazima, sio haya. Na sisi tuna watu wenu wapo huku kwetu sasa. Haya, kila Muislamu lazima naye artadi awe dini fulani. Je, itakuwa sawa hiyo? Haiwezekani kuwa sawa, patazuka machafuko tu. Ndio kusema lakum dinukum, hakusema kwamba lakum kufurukum waliya din, kwamba nyinyi mna ukafiri wenu, mimi na dini yangu. Kaheshimu matamshi yale kwa kuambia kwamba lakum dinukum, nyinyi muna dini yenu mnayoiamini, ndio hiyo dini yenu, na sisi au na mimi na dini yangu. Hiyo inasaidia katika kuleta ule umoja. Kumalizia sehemu hii kwamba ikiwa umoja wa kijamii uliwekewa misingi hiyo ili kulinda amani na utulivu katika jamii na ili kuleta mshikamano wa kijamii, kwa sababu watu wote asili yetu ni Adam na Hawa kijamii. Akiwa mzungu, akiwa Mwarabu, akiwa Mswahili, asili yetu ni kutokana na nani? Min dhakarin wa untha, kutokana na mwanamume mmoja Adam na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa, hakuna zaidi ya hapo. Tukafanywa kuwa makabila na mataifa ili tutambuane, tujuane tu, sio tofakharishane, mimi bora kuliko fulani. Hapana, tujuane tu basi, ni taarafu, tujuane. Inna akramakum inda Allahi, hakika mbora wenu zaidi enye watu mbele ya Mwenyezi Mungu ni ule ambaye mcha Mungu wenu zaidi. Kafunga maelezo hapo, kisha akasema kwamba huwa fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, usijitakase nafsi zenu, Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi wa kumjua nani mcha Mungu katika nyinyi. Kwa kitokea mtu asema mimi bwana ndio bora kuliko nyinyi bwana, kwa nini? Ni mcha Mungu wenu zaidi. Kusema hivyo pia ni alama ya kutokuwa na ucha Mungu. Yani kujisifu mtu kuwa yeye ni mcha Mungu ni alama ya kuwa yeye hana ucha Mungu. Mcha Mungu hajisifu kuwa ni mcha Mungu. Akijisifu mimi mwema, basi huyo si mwema, mwovu. Sababu si katika wema kujisema kwamba wewe ni mwema. Ubakie wema wako katika nafsi yako, usijisifu kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Baada ya kusema hayo, tuzidishe kudumisha yale ambayo tunahusiwa kila mara. Ni jambo la ajabu na jibaya mno kukuta mfano katika Waislamu wanagombana wao kwa wao. Haimaanishi kwamba walikuwa si Waislamu wanafaa kugombana, hapana. Kwa sababu sisi Waislamu tutakiwa tuwe mifano mema zaidi katika kuonesha umoja, amani, utulivu, peace and stability. Lazima tuwe na utulivu na amani, na tulete amani kwa wengine. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Hatutakiwi kuwaudhi watu kwa ulimi wala kwa vitendo vyetu. Lakini leo angalia njiani tukipita, inapita pengine Vespa, haina breki, haina kizozi, haina taa, speed 120, mwendo mpaka mtu muone vizuri. Nani yule? Nani yule kijana? Yule bwana mtoto wa shehe fulani bwana, mtoto wa jirani yetu fulani yule. Tasema Muislamu yule. Kwa nini itakuwa vile? Mara si akaanguka kule, kavunja mtu mguu kule, kaua mtu.
Kwa nini? Kwamba sisi ndo tuwe wavunja amani. Jambo la ajabu kusikia kwamba inakuja kesi katika ofisi, mfano katika ofisi ya mufti inaweza kuja kesi, baadhi ya wakati unajiuliza vipi ilikuwa mambo haya, kwamba kesi wanagombania watu uimamu. Subhanallah, watu wanagombania uimamu, yani mtihani. Na pengine unakuta kwamba yule anagombea uimamu mwenyewe kwa lazima hata fiqhi ya uimamu hajajua bado, hakusomea kuwa imamu, pengine hajui hata ile fiqhi ya sala. Tukwambia bwana, hapa wana msikiti huu bwana, ardhi hii ya msikiti alitoa marehemu babu kuweka wakfu msikiti huu, lazima niwe imamu japo sikusoma. Hata imetoka wapi haya? Imamu na taratibu zake katika dini. Ni ajabu kusikia leo kwamba wanandoa wanagombana. Moja ilikuja kesi moja ajabu sana, lakini ndio mitihani, kwamba mtu anafanya mgogoro wa ndoa na mkewe mpaka kufikia kwamba akamkamatia kisu mkewe na kumchoma ncha za visu sehemu zake za makalio. Kwa nini? Kwa sababu mke amekataa kutoa haki yake ya kimwili, kwa kuwa ametakiwa katika sehemu ambayo njia sio, kwamba ni wrong way, hafai kupita huko, ambia huko kunataka mimi, atumia kisu. Anakuja mtu kimwangalia, subhanallah, huyu kafanya hivi, maana huamini. Bidi uanzie kwanza huko polisi kwa kaangaliwe, je, kasalimika na hivyo visu kwanza. Unakuja ushahidi kwamba kweli kuna alama za visu, na nakiri kwamba kweli alikataa huyu, nikaamua mimi kwa na jambo unalitajia wakati ule kinyume na sheria. Mambo ya ajabu haya. Mtoto wa nani? Mtoto wa fulani huyu. Muislamu huyu anavunja amani katika ndoa, kumtishia mtu mkewe kisu ili atoe haki. Baadhi yao huwafunga kamba hasa kama ng'ombe anataka kuchinjwa vile, afa anafanya jambo lilokuwa kinyume na haki. Baadaye akamwambia ilikuwa ibilisi tu. Ibilisi ni nani? Kwa ibilisi ndio yeye mwenyewe huyu. Mfanyaji mwenyewe ndio ibilisi huyo. Mashaka sana haya. Kwa hivyo tukufu wa Islam, hijra kwa mukhtasar inatufundisha jambo moja kubwa sana muhimu, la kwamba sisi Waislamu tujifunze katika historia yetu ya hijra hii, kujifunza kubadilika. Tusibaki katika hali moja tulivyokuwa miaka 50 60 nyuma, tubakie vile vile. Tubadilike katika mifumo yetu ya kufahamu, mifumo yetu ya kuishi, tuishi katika taratibu ambazo zinaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kustahamiliana, na tuwe si ndio vinara wa amani. Na hayo itakuwa ni sababu kubwa ya kubaki nchi yetu katika amani na utulivu kama vile ambavyo ilivyo, na kuwa nchi yetu ndio inapigiwa mfano. Leo ukiangalia nchi zetu za wenzetu mbalimbali, hapo Kenya tu, hapo Kenya hapo si mbali, siku 2 3 hizo utulivu haupo. Maandamano, huyu kaua yule, huyu kamua muuza zile za kuvaa zile maski, kwa sababu anauza maski wakati mabomu yanapigwa. Mtihani mtupu, kwa sababu watu wamekosa kufahamu misingi ya utulivu na amani katika njia ya imani. Matokeo yake ikawa ni watu wanauana kwa sababu ya ukabila au visasi na mambo kama yale, mambo ambayo dini ya Kiislamu imetukataza. Ombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kuzingatia machache katika haya mengi sana yanahusu hijra, ili tubadilike katika mifumo yetu hiyo ya maisha na dini vile vile, tuishi katika hali ambayo anaipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wallahu tabarak wa ta'ala alam, wa barakallahu ta'ala fikum. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.